Kama Libase Geye, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal aliyesajiliwa na wekundu wa Msimbazi Simba wakati wa dirisha dogo, ataendeleza kile ambacho ameshakionyesha sasa katika mechi 5 za ligi kuu ya Tanzania bara akiwa na klabu yake mpya wekundu wa Msimbazi Simba, basi ni habari mbaya sana kwa mabeki wa timu pinzani za Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine mbalimbali, na hasa mabeki wanaocheza kwenye nafasi ya kushoto. Ndio, ni kwa sababu yeye namna anavyotumika kwa kocha Steve Becker ni kiungo wa ushambuliaji kutokea pembeni kulia, Libase Geye, ambaye katika mechi kwa mfano dhidi ya Yanga, kati ya wale waliosababisha Yanga iwe na mashambulizi machache kutoka upande wa kushoto tofauti na ilivyo kawaida yao, ni pamoja na yeye Libase Geye. Ni kwa namna alivyokuwa akicheza. Kwa muda mwingi alimfanya beki wa kushoto wa Yanga Mohamed Hussein Shabalala, nahodha wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, kutopata uhuru wa kufanya mashambulizi mengi kwenye upande wa kushoto kama ilivyo kawaida yake. Matokeo yake, kati ya sababu za Yanga kutofanya mashambulizi mengi ya hatari kuelekea lango la Simba ni pamoja na namna alivyokuwa akicheza Libase Geye, akiwa nyima Yanga uhuru katika eneo lao la kushoto ambalo ni kulia kwa Simba katika mashambulizi. Libase Geye akishirikiana na Shomari Kapombe ambaye ndiye beki wa kulia kwenye eneo lake, walifanya Yanga isipate uhuru wa kujenga mashambulizi mpaka mapumziko. Kama unakumbuka vizuri, kwenye mechi iliyoisha kwa 0-0 kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, Yanga wakiwa wenyeji, ni kwamba mpaka mapumziko mashuti waliopiga Yanga yalikuwa 3, hakuna lolote lilokuwa limelenga shabaha, ilhali Simba walikuwa wamepiga mashuti 3, kati ya hayo 2 yamelenga shabaha. Ni kwa sababu pamoja na maeneo mengine ya uwanja Simba walionekana kwa vizuri zaidi, hasa katika kipindi cha kwanza, lakini mojawapo ni upande wa kulia wa Simba, upande wa kushoto wa Yanga, ambapo Simba wakimtumia Libase Geye mgongoni nambari 7 akishirikiana na Shomari Kapombe walifanya Yanga ipunguze makali yake katika kushambulia, kwa sababu muda mwingi Simba walikuwa hatari katika eneo hilo. Kama tunakumbuka vizuri, kocha Steve Becker kwenye kikosi chake namna alivyopanga ilikuwa ni baada ya golikipa alikuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3. Sasa hao washambuliaji 3 pale juu walikuwa ni pamoja na Libase Geye mgongoni nambari 7. Halafu upande mwingine lilikuwepo balaa lingine, Anise Ura, yeye alikuwa upande huo. Halafu kwa katikati alikuwa anaonekana Ino Jospin Loemba, ilhali nyuma yao akiwepo Cletus Chota Chama katika wale viungo 3 kabla ya washambuliaji 3. Kwa lugha nyingine, Simba ilianza na mshambuliaji bandia, tunasema false 9. Sasa kwenye kucheza kwao, wakati anashambulia huyu Ino Jospin Loemba, Anise Ura pamoja na Libase Geye kwa pamoja walikuwa wakichangia mno kuivuruga safu ya ulinzi ya Yanga, kina Ibra Baka, ya kina Dickson Job alikuja kutoka na kuingia nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto baada ya kuumia, lakini walinzi kina Mohamed Hussein Shabalala, mlinzi wa kulia Israel Patrick Mwenda, viungo wao akiwemo Zuka Abuya, kuvurugwa mara kwa mara kwa sababu tu ya namna walivyokuwa wakipishana nafasi, wao wakiwa washambuliaji 3 ambao walikuwa wanawafanya mabeki wakati wa Yanga kina Ibra Baka kutojua hasa yupi hasa kummark kama mshambuliaji kinara, kwa sababu alikuwa akipishana sana nafasi, ingawa kwenye mpangilio Loemba alikuwa akioperate eneo la kati, kushoto Anicet Ura, kulia Libase Geye. Sasa upande huu wa kulia Libase Geye alikuwa akimsumbua zaidi ni pamoja na Mohamed Hussein Shabalala. Inakumbuka vizuri, kwa mfano katika dakika ya 30 ya mchezo alimpiga chenga kali akampita, bahati mbaya kwake akanogewa na movement aliyoifanya, badala ya kuangalia wenzake ili awape pasi rahisi waweze kujiongezea nasibu ya kufunga. Libase Geye akataka amalizie kazi kwa kutaka kufunga mwenyewe, akapiga shuti ambalo lilikwenda nje. Ni miongoni mwa matukio ambayo aliyafanya katika mchezo huo. Alikuwa ni unplayable, hazuiliki kwa muda mwingi alipokuwa na mpira, kasi, uwezo wa kupiga chenga na kufiatua makombora kwa guu lake la kushoto akiwa anapoingia ndani na kulitazama lango la Yanga. Na katika mchezo huu tunazungumzia lango la Yanga, lakini mpaka sasa ameshacheza mechi 5 katika ligi kuu Tanzania bara tangu hatua kati ya dirisha dogo. Simba wakipata ushindi dhidi ya Mashujaa mabao 2-0, yeye alikuwa ni mojawapo kati waliocheza na kufanya vizuri sana, akipachika bao. Mechi dhidi ya KMC alifunga bao, lakini kwa ujumla tu tayari mechi 5 ameshafunga mabao 2, lakini ameshatoa assist 1, na hivyo ameshachangia mabao 3 katika mechi hizi 5 tu alizocheza, ikiwemo hii waliocheza dhidi ya Yanga. Na amefanya hivi kabla mechi ya Yanga alikuwa ameshapiga mashuti 7. Kati ya hayo 7
4 yalikuwa yamelenga shabaha, halafu akawa amefunga mabao 2 na hiyo asisti 1. Libase Geye, inakumbuka vizuri, kwa mfano katika mechi dhidi ya KMC ni mechi ambayo alifunga bao zuri sana akipata pasi ya kisigino kutoka kwa Anise Ura ambaye alimpa assist katika mchezo huo. Lakini kwenye bao la kwanza likifungwa na Selemani Mwalimu ni Libase Geye alikuwa amefanya jaribio la kufunga baada ya KMC. Mmoja kati ya walinzi wao Mudathir Khalid alijaribu kubaki na mpira, kuchelewa katika eneo hatari, wakati huo akafanywa shinikizo na Selemani Mwalimu. Tunakumbuka vizuri tukio hilo. Anise Ura akaupata mpira na kumpa Libase Geye aliyepiga shuti ambalo golikipa wa KMC aliucheza mpira kwa kutema. Selemani Mwalimu akaenda kumalizia likiwa bao la kwanza kabla Libase Geye kufunga bao la pili. Kwenye mechi hizi 5 Mwamba tayari ameshakuwa mchezaji bora wa mechi mara 2. Libase Geye amekuwa kwenye kiwango bora sana. Kwenye mechi dhidi ya Simba alikuja kutoka katika dakika ya 75 na kuingia Eli Mpanzu Kibisawala. Lakini ni wakati ambao anatoka anashangiliwa kutokana na kiwango bora alichokionyesha, akipambana sana katika kujenga mashambulizi ya Simba. Upande wa kulia alikokuwa akicheza yeye, ambako amekuwa akicheza mara kwa mara kama inverted winger, kwa sababu guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto, akipata fursa ya kuwa anaingia ndani kama nilivyotoka kueleza na kufyatua makomora yake. Wakati mwingine akienda kwa ajili ya kupiga cross, matukio ambayo amekuwa akiyafanya mara chache, kwa sababu mguu wake wa kulia hauna nguvu sana kama ulivyo mguu wa kushoto. Libase Geye alichangia sana kuvuruga mpangilio wa kiulinzi wa Yanga na hasa upande wao wa kushoto kule kwa Mohamed Hussein Shabalala na kuwafanya wasishambulie sana katika mechi ambayo mwisho wa siku Simba walipiga mashuti, kwa ujumla walipiga mashuti 8 wao wakiwa wageni. Kati ya hayo 3 yakilenga shabaha, Yanga wakipiga mashuti 6 mechi nzima, 2 yakilenga shabaha. Haya yote 2 waliyapiga katika kipindi cha pili, maana kipindi cha kwanza kama nilivyotoka kuonyesha awali ilikuwa hakuna shuti la kulenga shabaha. Huyu Libase Geye kama anaendeleza makali yake haya, ni dhahiri kwamba wapinzani wengine wa Simba kwa ligi kuu Tanzania bara wakiwamo tukaocheza nao Jumatano, Coastal Union, mabeki wake akina Abdalla Dennis Michael, akina Aidan Erasmus, golikipa Chuma, wajipange kukabiliana na safu hatari ya Simba kwenye kushambulia, akiwamo huyu Libase Geye. Lakini sio Coastal Union peke yao, na wapinzani wengine wa Simba kwa ligi kuu Tanzania bara, yani kwa lugha nyingine timu zote ambazo hazijamaliza mechi 2 na Simba wajipange, kwa sababu katika eneo lao la ushambuliaji kuna huyu mwamba Libase Geye. Akiendeleza kiwango hiki hakika watalia wengi. Ameanza na gia ya juu mno kiasi ya kwamba Simba wangali sasa wanatamba katika eneo hilo kwa kujua kwamba yupo Libase Geye, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, miongoni mwa wale waliosajiliwa wakati wa dirisha dogo na kuiongezea makali Simba ya kocha Steve Barker. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.